Watoto wazuri wananiita Masinde baby, lakini washikaji wananiita Sinde Badi, mtu mnyama kabisa, mtu hatari. Hii hapa ni TV9 na tuko zetu kitaa na mwenetu wa kuitwa Abi Khan. Si ndivyo? Mwanangu nataka ashe mbanga 3 ambazo yeye mwenyewe anazifahamu, alafu mimi nitakuja kumuuliza mbanga 3 ambazo najua mimi mwenyewe na nitataka majibu kutoka kwa Abi Khan. Si ndivyo? Abi Khan, ni vitu gani vitatu ambavyo hutakao visahau na inakuwa kwenye memories, kwenye memory yako ni kitu cha kudumu? Kwanza kabisa ni jinsi nilivyo mimi Abi Khan, kwa sababu before sikuwa hivi. Yani muziki naofanya mimi zamani sikuwa na talenti. Kwa watu ambao nimekuwa nao wanajua mimi nilikuwa ni nani. Mimi nilikuwa ni mtu wa kawaida sana, ni kama wao. Lakini nilijikuta naingia kwenye muziki sina sauti ya kuimba, lakini sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu nimefanya mazoezi na sauti ya kuimba, ambapo naweza nikasimama kwenye jukwaa nikafanya kitu watu wakapenda. Lakini kitu kingine ambacho siwezi kusahau ni kuhusiana na muziki wangu na familia yangu. Hawajai kuamini kwamba mimi naweza nikawa na talent kubwa namna hii. Ilifikia stage yani na rekodi nyimbo wananicheka, wanaona kama vile mimi nimekosa kazi ya kufanya, yani natakiwa tu niongeze juhudi katika masomo. Wanaamini kwamba nikisoma sana ndo tutapata pesa, nitakuwa na maisha mazuri. Lakini nilipotoa wimbo wangu wa kwanza ulikuwa unaitwa Dawa, yani nikajikuta na wakuta nyumbani wanausikiliza, alafu nikifika wanazimisha. Kwao siwezi kusahau kwamba walinichukulia poa, lakini sio familia tu, pia na washikaji ambao nilikuwa nikiishi nao katika zama hizo walikuwa wanaona kama mimi hamna kitu, lakini sasa hivi nafanya vizuri, namshukuru Mungu. Yes, mbanga 3 ambao utakao isahau? Mbanga ya 3 ni kwamba yani kuna mwanamke nishaimpendaga enzi hizo nilikuwa nasoma O-level. Nilimpenda sana afu sikuweza kumpata yani. Kwa hiyo siwezi sahau aisee, niliandikaga hadi wimbo aisee. Aisee hatari. Mwanetu ni kama familia ilimchukulia poa kwa kuona kwamba mshikaji huyu anakwepa kilimo tu, ni bora akaamua endelee na jembe. Hivi Abizon, kitu gani ambacho anakipenda sana kwa superstar wetu wa muziki wa Tanzania? Napenda ubunifu walionao. Wana melodies kali, wanakuja na vitu vipya wasanii. Na wakubali wasanii wengi tu, yani mimi yani ni shabiki wa kila msanii anayefanya vizuri Yes. Okay. Hivi sasa hivi Instagram hii swala la kila mtu akiposti kitu chake, either msanii mkubwa au msanii mdogo au mtu tu ambaye ni ana nafasi kubwa kwenye jamii, wanavyo comment labda ile no election no reform kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025, inanipa taswira kwamba ukiona jambo limetokea katika jamii ujue kuna sababu yake. Maana yake kuna kitu cha kurekebisha ili watu wasiseme hicho kitu. Lakini tusiporekebisha kitaendelea mpaka kieleweke. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema chochote, lakini kunaonekana kuna makosa mpaka watu wanafanya hivyo. Yes. Na wewe ni mmoja wapo wa watu ambao wana comment no reforms? Okay. Kwa sasa Abi, kitu cha mwisho mimi ambacho nataka nikijue ni tabia gani ambazo Abi Khan zinamkata kinoma noma kwenye career yake ya muziki, lakini pia na maisha yake. Na hiyo tabia hujawahi kupata sehemu ya kuisema, leo uambie watu kwamba bwana Abi hii tabia hajawahi kuifurahia na hajawahi kuipenda kabisa kwenye maisha. Tabia ya kwanza ambayo ilikuwa inanikata, sasa hivi naona haipo, ni kipindi naanza kuimba. Yani unaweza ukasimama kwenye jukwaa watu wakakuletea sifa zile. Yani unakuta mtu unapambana zako lakini anaanza kuletea sifa, comment ujinga, umeona? Analeta sifa. Yani hata kama mtu unajua kuimba lakini anakuwa anasema ujui. Lakini sasa hivi wameacha ku comment kwa sababu tunafanya kitu the best, wanapenda. Kwa anakuwa mwenyewe roho inamsuta, kwa nini niseme hivi afu mtu mkali. Bana, hizo ndo mbanga 6 kutoka kwa mwanetu Abi Khan ambaye amekusanua leo. I hope umeenjoy, lakini pia mimi nimeenjoy. Bana, mimi naitwa Sinde Badi, ukiniita mtu mbadi utakuwa umetisha. Sasa mwanetu Abi Khan, kama unataka kumsupport, kama unataka ujue kazi zake, wacha nikusaidie. Unaenda pale Instagram na mitandao mingine, anatumia Abi Khan. Utaenda kuona kazi zake na ameuzungumzia muziki wake kila siku ambavyo tumekuwa tunakutana. Mimi bwana sina la ziada. 6 number ndo ilikuwa kwa hewa. Kipindi chetu bora kabisa hapa mjini, lakini pia TV9 ndo TV ambayo ndo tinga bora kwa vijana sasa hivi, kwa sababu watu kila mtu anapenda kupata infotainment, lakini pia kupata madini kutoka kwa mtu mbadi wa kuitwa Sinde Badi. Mimi nawapenda sana. Nilikuwa na mwanetu wa kuitwa Abi Khan, amefunguka vitu vyake 6 ambavyo
vitatu nimemuuliza mimi, vitatu amesema yeye mwenyewe. Sisi tunawaaga, bye bye baby.